Na hizi ndo sababu sita. Sababu sita za kwa nini wafanyakazi wa benki wanakuwa na vitambi vikubwa, wengine vya wastani. Yaani sababu inatokana na nini? Hizi ni sababu sita ambazo zinapelekea wafanyakazi wa benki kuweza kuwa na vitambi. Zinahusiana zaidi na aina ya maisha au mazingira ya kazi yao, lakini pia kazi yenyewe, lakini zaidi ni kuhusu lifestyle wanazokuwa wanaishi. Na sababu mojawapo, sababu ya kwanza ambayo inapelekea wafanyakazi wa benki kuweza kuwa na vitambi ni kazi ya kukaa muda mrefu. Kazi ya kukaa muda mrefu, yani sedentary lifestyle. Wafanyakazi wa benki hukaa muda mrefu kwenye kiti wakihudumia wateja au wakifanya kazi za kompyuta. Kukaa muda mrefu bila mazoezi hupelekea mafuta hukusanyika wapi? Tumboni. Mwisho wa siku anakuwa na kitambi. Sababu ya pili ni msongo wa mawazo, yani stress. Kazi ya benki ina msongo mkubwa wa mawazo kwa sababu ya pressure ya fedha, pressure ya malengo, pressure ya wateja. Kwa hiyo stress husababisha mwili kutoa cortisol hormone ambayo inachochea hifadhi ya mafuta tumboni. Hiyo ndio sababu mojawapo ya wafanyakazi wengi wa benki wanakuwa na vitambi. Sababu ya tatu ni lishe isiyo bora. Lishe isiyo bora kwa maana ipi? Mara nyingi wafanyakazi wa benki hula vyakula vya haraka kama vile chipsi, wali, mafuta yenye mafuta mengi, hula nyama nyingi, hula soda. Kwa sababu ratiba zao ni ngumu, vyakula hivi vinachangia vitambi kwa sababu ni vyakula ambavyo haviko kwenye lishe bora. Sababu ya nne ni ukosefu wa mazoezi. Ukosefu wa mazoezi. Baada ya kazi wengi huchoka au huchagua mapumziko badala ya mazoezi kwa sababu wamechoka. Badala ya kwenda kufanya mazoezi anaenda kupumzika. Mazoezi ya mara kwa mara ndiyo yanaweza kuchoma yale mafuta ambayo yamehifadhiwa wapi? Tumboni. Sasa mazoezi hufanya. Kinachofuata pale, mafuta yanazidi kuwepo. Kwa hiyo usipofanya mazoezi yale mafuta yanazidi kuwepo. Na hiyo ndio inakuwa sababu unaendelea kuwa na kitambi. Fanya kazi wa benki. Sababu ya tano ni kukaa na kula bila mpangilio. Kukaa na kula bila mpangilio. Wengine huishi maisha ya starehe, kula mara kwa mara, kwenye migahawa, kunywa bia, pombe, vyote hivi huongeza kitambi. Na sababu ya sita ni umri. Wafanyakazi wengi wa benki huwa ni watu wazima. Kadiri ya umri unavyozidi kuongezeka, kasi ya kuchoma mafuta mwilini hupungua. Kwa hiyo mafuta hukusanyika tumboni kwa kiasi kikubwa sana kulingana na umri wao. Kwa ufupi, si lazima kila mfanyakazi wa benki awe na kitambi, lakini mchanganyiko wa kazi ya kukaa sana, stress, ulaji usio mzuri unaweza kusababisha wakawa na kitambi, hasa kuto kufanya mazoezi. Sasa ufanye nini ili uweze kupunguza kitambi kama wewe ni mfanyakazi ambaye anafanya zile sedentary lifestyle? Kwa mfano kama mfanyakazi wa benki, mtu anayeshona cherehani, anayeshona nguo, ufanye nini ili uweze kupunguza kitambi? Kwa sababu lazima obesity utakuwa nayo kwa ajili ya mafuta tumboni kujazana. Kitu mojawapo ambacho unaweza kufanya ni kuepusha msongo wa mawazo, kwa sababu unapokuwa na msongo wa mawazo, cortisol inaenda kutengenezwa tumboni ambayo inazalisha sana mafuta tumboni. Kwa hiyo epuka sana msongo wa mawazo. Lakini sababu ya pili, kitu cha pili ambacho unaweza kukifanya ni kula lishe bora. Mara nyingi epuka kula hivi vyakula vya mtaani kama vile chips, nyama nyingi, si nini. Hivi vyakula vya mtaani mara nyingi haviko kwenye lishe bora. Kwa hiyo unaweza kukuta baada ya kutatua tatizo unatengeneza tatizo. Kwa hiyo epuka kula vyakula vya mtaani. Hivi vinachangia sana vitambi. Lakini pia kubwa zaidi ni wewe uweze kufanya nini? Uweze kufanya mazoezi. Baada ya kazi fanya zoezi. Baada ya kazi fanya zoezi, kwa sababu wengi wanapokuwa wametoka kazini hawaendi kufanya kazi. Wanapokuwa wametoka kazini hawaendi kufanya mazoezi, badala yake mafuta yanazidi kugandamana tumboni kwa sababu
unapokuwa unafanya mazoezi huchoma mafuta yale yaliyoko tumboni. Lakini kitu ambacho unaweza kukifanya tena ni kula kwa mpangilio, lakini pia kukaa kwa mpangilio. Hivyo vitakusaidia sana kulingana na unavyokuwa unasogea. Vitakusaidia sana katika kupunguza